Okay, mtu wa Mungu, naomba nichukue hii fursa kuweza kuzungumza na wewe kuhusu mifumo 8 ya utawala. Mifumo 8 ambayo itakupa nguvu, itakupa utawala na itakupa sauti kwenye maisha. Tofauti iliyopo kati ya watu wenye uendelevu kwenye maisha yao na watu wanaobahatisha ni mfumo. Mara zote unapokutana na mtu ambaye ana uhakika matokeo aliyopata jana anaweza akayarudia leo, na yule ambaye hana uhakika kile ambacho kimepatikana jana au mwezi uliopita kinaweza ikapatikana tena, tambua kwamba unaongea na mtu mmoja ambaye ana mfumo na mwingine hana mfumo. Kuna watu sasa hivi waliwahi kuwa kwenye ajira, lakini toka walivyotoka kwenye hizo ajira, biiti kwa kuacha au kuachishwa, hawajawahi kupata kile kipato walichokuwa nakipata wakiwa waajiriwa. Nini kinakosekana kwao? Mfumo. Kazini kulikuwa na mfumo ambao umetengenezwa na hiyo taasisi, na kwa huo mfumo walipata pesa. Wametoka nje ya mfumo, wameshindwa kutengeneza mfumo wao binafsi. Na hiyo ndio changamoto iliyopo kama utakuwa umejiajiri, kwa sababu gharama ya kujiajiri wewe ndio unatakiwa kutengeneza mfumo wako mwenyewe. So naomba unisikilize kwa umakini, kwa sababu kwenye hii session nataka nikupatie vitu 8 ambavyo ukivizingatia they could transform you. Vitakutoa kwenye kuwa mtu wa kawaida na kuwa mtu mwenye uwezo usiokuwa wa kawaida, kuwa mtu ambaye unapata matokeo kiduchu na kuwa mtu mwenye matokeo mengi yanayoeleweka. So mfumo ni utawala. Unatakiwa kuelewa hicho kitu. Mfumo ni utawala. Mara zote unapokutana na mtu mwenye mfumo, tambua kwamba umekutana na mtawala. Hakuna mtu mwenye nguvu ya kutawala kwenye maisha, nguvu ya kuweza kufanya mambo makubwa duniani pasina kuwa na mfumo nyuma yake. Mfumo ni hakikisho la matokeo wakati wote. Ili uwe na uwezo wa kuhakikisha matokeo unayapata na unaendelea kuyapata, lazima uwe umejifunza jinsi ya kutengeneza mfumo. Mfumo utakupa ujasiri hata kama ukipoteza kila kitu, kwamba unaweza ukavirudisha just within a certain time. Ni jambo tu la kukupatia muda fulani ili uweze kurudisha ambavyo umevipoteza. Na unapokutana na mtu ambaye hana uhakika kwamba vimeenda itakuwaje tena, maana yake huyu mtu hana mfumo. Mtu mwenye mfumo anaweza akaondoka kwenye taifa lake, akaenda kwenye nchi ambayo hafahamiani na mtu hata mmoja, akaanzia chini kabisa kwenye sifuri, lakini pole baada ya muda fulani akainuka akakaa kule juu. Nini kinachomfanya akae kule juu? Ni mfumo. Kwenye dunia hii ambayo kuna ushindani kila kona, hakuna uhakika kwamba unaweza ukarudi na kitu nyumbani. Mfumo ndio ambao utakupa hakikisho la maisha. So nataka nikuonyeshe vipengele 8 ambavyo vimetengeneza watu wakuu kwenye maisha. Vitu 8 ambavyo vimewapa watu sauti, vimewapa watu utawala, vimewafanya watu kuwa mabwana wakubwa kwenye haya maisha, na nina uhakika ukiwekeza kwenye hivi vitu havitawahi kukufelisha. Mfumo wa kwanza ni kujiendeleza kielimu. Mfumo wa kwanza ni kujiendeleza kielimu. Elimu ni hazina, my friend. Elimu ni hazina. Elimu ni utajiri. Na kama kuna kitu cha kwanza ambacho kila mtu anapaswa kuwekeza kiufanisi ni kupata elimu. Nafikiri ndio maana kwenye maisha yetu yote ile miaka 19-20 ya mwanzo tunaitumia tukiwa shule. Tunasoma tu. Sijui kama umewahi kujiuliza hicho kitu. Toka mtu anazaliwa, anapotimiza tu miaka ya kuanza kwenda chekechea mpaka anapokutimiza miaka 20-25, mostly watu wako shule. Kwa nini? Kwa sababu elimu ndio msingi wa maisha. Hawakukosea waliposema elimu ndio ufunguo wa maisha. Hata maandiko yanathibitisha kwamba watu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maana yake ukiipata elimu, umepata kutokuangamia, umepata kuinuka, umepata stability ya maisha. So hakikisha unawekeza kwa ufanisi kwenye elimu. Kosa kubwa ambalo watu wengi wanalifanya, kwanza ni kupata incomplete knowledge. Anapata vitu ambavyo vimepelea, vitu vya juu, havijakamilika. Kwa hiyo vinamfanya ashindwe kuweza kutawala. Lakini watu wengi huwa wanawekeza kwenye aina moja ya elimu. Kuna session nimetengeneza, itakuwa iko hewani, shaluka, inayozungumzia aina 5 za elimu. Hebu ipate hii session.
Isikilize vizuri, kwa sababu nimefafanua aina 5 za elimu ambazo ukiwekeza kuwa nazo, you are going to be unstoppable kwenye hii dunia. Hautakuwa mtu wa kawaida, hautakuwa mtu AI. So elimu lazima iwe complete, lazima ikamilike ili iweze kukupa matokeo. Sasa utaniuliza, hii elimu naipata wapi? Maeneo utakayopata hii elimu, moja ni shule, chuo, lakini zaidi ya hapo lazima usome vitabu. Kwa nini? Kwa sababu shule sana sana itakufundisha aina moja ya elimu, itakufundisha academic. Haitakusaidia kupata financial, haitakusaidia kupata experience, haitakusaidia kupata elimu ya mambo ya kiroho. Kwa hiyo lazima usome vitabu. Soma vitabu. Vitabu mbalimbali, vitabu vya pesa, vitabu vya masuala ya saikolojia, vitabu ambavyo vinakujenga kiufahamu, kimtazamo, vitabu mbalimbali. Soma vitabu. Vitabu ni hazina. Vitabu ni utajiri. Vitabu ni migodi. Kadiri ambavyo unazama kwenye vitabu, ndivyo ambavyo unakuwa unazama kwenye vilindi vya maisha na unatengeneza uwezo wa kupata matokeo. Ingia kwenye semina. Kuna semina nyingi sana. Semina za neno la Mungu, semina za maombi, semina za mambo ya uchumi, semina za biashara, semina za mambo ya ndoa na mahusiano. Chochote ambacho umeazimia kutokipoteza, umeazimia kupata matokeo nacho kwenye maisha, hakikisha unatengeneza nidhamu ya kukiendea semina. Lakini pia mitandaoni, nakutana na wakufunzi mbalimbali, nakutana na watumishi wa Mungu wengi, tumeweka content, tumeweka vitu vingi, session zipo za kutosha. So ingia mitandaoni, acha tu kulike picha za watu, acha tu kuangalia vichekesho, acha tu kuangalia video za mipira na vitu kama hivyo. Wekeza kujifunza. Mtandaoni kuna elimu sasa hivi. Mtandao umegeuka kuwa kama chuo. Kwa hiyo inawezekana ukupata nafasi nzuri ya kusoma, lakini still unaweza ukatumia hizo option nyingine. Wekeza pia kupata wakufunzi. Sometimes sio mbaya ukifanya kazi na mtu, kamuomba mtu aweze kuwa mentor wako, aweze kuwa coach wako, akuassess vitu ambavyo uko navyo, alafu akuambie kitu gani umepungukiwa, ili uanze sasa kufanyia kazi vile ambavyo umepungukiwa. Sehemu nyingine ambapo unaweza ukapata elimu ni kazini, kwenye field. Kuna elimu hautaipata mpaka umeanza kufanya kazi na kupata matokeo, kupata hasara, kuwa challenge na changamoto mbalimbali. Mfumo wa pili ni kutengeneza taaluma. Naomba unisikilize kwa umakini. Mfumo wa pili ambao utakufanya kuwa mtu mwenye nguvu ni kutengeneza taaluma. Hapa duniani hakuna mtu anayeelea hewani. Hakuna mtu ambaye amefanikiwa kupata matokeo na haijulikani huyu mtu ametokea kwenye field gani. Kila unapokutana na mtu mwenye nguvu, mtu mwenye utawala, mtu mwenye mamlaka, yuko kwenye field fulani, yuko kwenye eneo fulani specific hapa duniani. Kwa hiyo hakikisha unatengeneza taaluma. Hakikisha una eneo lako ambalo kwenye hilo eneo umewekeza na umekuwa mbobezi. Kwa mfano, mimi nakumbuka wakati namaliza chuo nilikuwa very confused. Ndani ya moyo wangu nilikuwa na option nyingi. Nilikuwa nahisi ninaweza nikawa mtumishi, naweza nikawa mwandishi tu wa vitabu motivation books, lakini pia naweza nikafanya mambo ya media. So sikuwa na uhakika ni eneo lipi ambalo na belong. Lakini polepole nilianza kucultivate hizi interest zangu kwa kujaribu tu kufanya vitu polepole kwenye hivyo vitu. Wakati naendelea kufanya vitu, naendelea kujitafuta, naendelea kujipata. Ilipofika sehemu nikathibitisha kwamba nimeitwa kwenye huduma. Nimeingia na miguu yote, nimeingia na kila kitu changu, nimeingia na nguvu na skills seti zangu zote nilizozipata. So hakikisha unawekeza kutengeneza taaluma. Hakuna mtu anayeweza akafanikiwa asipokuwa na taaluma. Lazima uwe na kitu. Umetokea kwenye ulimwengu upi, my friend? Upo kwenye taaluma ipi? Upo kwenye eneo gani? Upo kwenye kilimo? Upo kwenye biashara? Upo kwenye huduma? Upo kwenye professional gani? Lazima uweze kuwekeza kwenye taaluma fulani. Uwe mbobezi, uwe na capacity, uwe na nguvu. Fuatilia watu wote wanaozungumziwa duniani, watu wote wanaofuatiliwa, watu wote wenye ushawishi. Hao watu ni konki kwenye maeneo yao, ni moto fire, wameiva kweli kweli, wanajua mpaka imepitiliza. Ukiwa mtu ambaye unajua kidogo kidogo, utakuwa kwenye nafasi zile za chini kwenye eneo lako. Mfumo wa tatu unaohitaji ni uwajibikaji na usimamizi. Lazima uweze kuwekeza
kwenye mfumo wa uwajibikaji na usimamizi. Sikiliza rafiki, lazima ujue kujitengenezea namna ya kujiwajibisha. Lazima ujifunze namna ya kujiwajibisha. Binadamu kwa kawaida ni kiumbe cha asili ya uvivu. Binadamu kwa asili anapenda sana kulala, anapenda sana kula, anapenda starehe, anapenda ngono. Binadamu anapenda kuishi tu, hana kitu anachokifanya. Binadamu ndio yuko hivyo. Lakini kama unataka kupata matokeo, lazima ujifunze kuwa mkali juu yako. Lazima ujifunze kuweza kujiwajibisha. Sasa kama utashindwa kuweza kujisimamia na kujiongoza, pamoja na akili zako nyingi, pamoja na idea zako za kipekee, pamoja na elimu yako, utafeli mchana kweupe. Utafeli na watu wote watakusahau. Ukisoma kitabu cha Mithali kimeongelea vizuri sana kwamba uvivu ndio ambao unasababisha umaskini wa mtu uje kwa haraka. Na tabia za kimaskini zote tunazijua, ndio hizi: kupenda sana kulalala. Mtu unalala tu wakati wote. Wewe ni mtu unalala usiku, unalala asubuhi, unalala mchana, unalala jioni. Kuna watu wanapenda tu kupiga story. Yeye ni mtu ana story, hazijawahi kuisha. Anapiga story kwenye simu, anapiga story kwenye WhatsApp, anapiga story akikutana na watu, anapiga story kazini, anapiga story kanisani, kila eneo anapiga story. Wewe ni mtu ambaye unapenda sana anasa na starehe. Unawaza tu upate hela kidogo ukaburudishe moyo, pate hela kidogo ukafanya hiki na kile. Wewe ni mtu ambaye unapenda sana kufuatilia maisha ya watu. Ndio maisha ya watu ambao hawana usimamizi, hawajiwajibishi. Yeye amejaa taarifa za watu. Yule ana date na fulani, yule kaanguka pale, yule kafanya hivi, yule kaongeza shepu, yule kakataliwa na yule. Umejaa taarifa za watu. Too much. Kuna watu wanapenda sana masiala, ni mzaa tu. Hivi vitu vinakukata. Hakuna mtu mkuu duniani, mtu wa matokeo, mtu wa utawala ambaye amewekeza kwenye kupenda haya mambo. Hapana, hamna. Watu wote ambao wana ufanisi wamefanikiwa kujisimamia na kujiwajibisha. Hauwezi ukawa umequalify kusimamia vitu, kusimamia pesa, kama utashindwa kujisimamia wewe. Hauwezi ukawa na uwezo wa kuongoza wengine, kuongoza kampuni, kuongoza familia, kama umeshindwa kujiongoza wewe. Hauwezi ukawa na uwezo wa kuaminika na vitu vikubwa kama umeshindwa kuweza kujiongoza. Kwa hiyo hakikisha unapambana kutengeneza mfumo wa uwajibikaji. Lazima ujue wewe kazini, ukiingia kwenye kazi yako, unafanya kazi saa ngapi hadi saa ngapi, unafanya nini na nini, mwezi huu unawajibika kuaccomplish nini. Ukikipata unachokipata utajiliwa vipi, na ukikikosa utajiwajibisha vipi. Tengeneza mfumo wa kujiwajibisha, my friend. Mfumo wa 4 unaohitaji unaitwa ukomavu kiuchumi. Mfumo ukomavu kiuchumi. Hauwezi ukawa na ujasiri, ukawa na nguvu ya kupata utajiri kwenye haya maisha kabla hujakomaa kwenye eneo la uchumi. Napoongelea ukomavu kiuchumi naongelea nini? Naongelea uwezo wa kutengeneza kipato na kutimiza mahitaji yako yote ya msingi. Unajua, tuna mara nyingi sana tunaongelea utajiri, mafanikio na vitu kama hivyo, lakini watu wengi tuna abuse hatua ya kwanza. Hautakuwa na uwezo wa kupiga stori za pesa za mamilioni wakati una njaa mfukoni. Hatua ya kwanza, lazima uweze kuwa na nguvu na ujuzi wa kutengeneza kipato. Lazima uwe umetimiza mahitaji yako ya msingi. Umekula, umekunywa, umevaa, umekaa vizuri. Kuanzia hapo ndio utakuwa na uwezo sasa kufanikiwa. Kuna watu wengi wanajaribu kuingia kwenye project kubwa, project za mamilioni, project za mabilioni, lakini mwisho wa siku anakosa nauli, anakosa hela ya mavazi, anakosa chakula, ana frustrate, yale mambo yanamshinda. Tengeneza kwanza ukomavu kiuchumi. Kama una familia, pigia mpaka hesabu familia yako, waweze kula, waweze kuishi vizuri. Ukifika hapo sasa unaweza ukaanza kutengeneza mikakati mirefu ya kuweza kutengeneza maisha kwa kiwango cha juu. Kwa hiyo hakikisha unapigana kutengeneza ukomavu kiuchumi. Ukomavu kiuchumi, uwezo wa kupata kipato na kutimiza mahitaji yako yote ya msingi na ya lazima, ndio msingi wa mafanikio yako kiuchumi. Ni kweli pesa itatui kila kitu, lakini zaidi ya 99.9 ya matatizo yako yote yanatatuliwa vizuri ukiwa na ukomavu kiuchumi. Ukiwa umepata pesa ya kuweza kula, kuvaa, kunywa, kulisha watu wako na kutokuwa na kelele ndogo ndogo, hapo ndo utaanza kusuka sasa miradi ya mamilioni, mabilioni na kuinuka kwa haraka. Mfumo wa 5 ni mfumo wa kusambaza taarifa zako. Mtu wa Mungu, hauwezi ukafanikiwa hapa duniani kama hauna jina kubwa.
hauwezi. Ndio maana watu wote wenye matokeo huwa wanakuaga na majina, wana umaarufu. Sasa kuna tofauti kati ya umaarufu na jina kubwa, kwa sababu umaarufu ni ile kitendo cha kujulikana na watu wengi. Jina kubwa maana yake ni brand. Una brand, watu wanakufahamu kwa kazi zako, watu wanatengeneza heshima fulani kwenye jina lako, watu wanaweza wakaleta deal, wakaleta connection kwako kwa sababu wanakujua kwa kazi fulani. So ukisoma hata Biblia, Mungu alimwambia Abraham, nitakupa jina jema, jina lenye heshima, jina ambalo litafanya watu wengine waje wakutafute. Lakini pia ukisoma Biblia utagundua hata Suleiman, kabla ya kupata ule utajiri ambao anazungumzika alikuwa nao, kwa sababu tafiti zinathibitisha kwamba Suleiman possibly ndo amekuwa mtu tajiri ambaye hajawahi tokea mpaka leo duniani. Huyu jamaa alitengeneza jina. Ukisoma Biblia yako vizuri utagundua huyu jamaa aliandika nyimbo, aliandika vitabu, akaandika mashairi, akasambaza duniani kote kwenye ile hekima aliyokuwa nayo. Baada ya hapo ndio watu wakaanza kumfuata sasa kwa ajili ya kutaka kile alichokuwa nacho. Kwa hiyo tengeneza jina. Unajulikana vipi kwa kazi zako? Unajulikana vipi kwa ujuzi ulionao? Unajulikana vipi kwa kipaji na neema ambazo Mungu amekupa? Sasa hivi dunia ni rahisi sana kujitangaza. Tumia mitandao kama YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Tumia hii mitandao. Tumia hii mitandao kimkakati. Sambaza habari zako. Hakikisha unajulikana. Hakikisha unakuwa na jina jema kwenye kizazi cha Watanzania, kwenye kizazi cha Gen Z. Watu wazima wanakutafuta ili waje kufanya kazi na wewe. Hauwezi ukapata utajiri kutoka kwa watu kama watu hawakujui. Lazima watu kwanza wakupime baada ya kukuona, wakuthibitishe. Wakikuamini, wanaweza kufungua mifuko yao kufanya kazi na wewe. Mfumo wa 6 ni mahusiano na urafiki. Mahusiano na urafiki. Watu wote ambao wana nguvu duniani wana stability ya mahusiano na urafiki. Napozungumzia mahusiano na urafiki, nazungumzia mambo ya familia, nazungumzia masuala ya kimapenzi, na nazungumzia urafiki. Hautakuwa kwenye nafasi ya kufanikiwa vizuri kama umecheza na hili eneo. Mahusiano yana uwezo wa kukuinua, mahusiano yana uwezo wa kukumaliza, kukuvunja kabisa, kukuweka kwenye sifuri. Kwa hiyo kama utacheza na eneo la mahusiano, maana yake umechagua kugharimu maisha yako. Umechagua kuharibu kila kitu kwenye maisha yako. So tafuta namna, mtu wa Mungu, ya kuishi vizuri na familia yako, ndugu zako, wazazi. Tafuta namna uwe sawa na familia yako. Wewe na mke wako, wewe na mume wako, wewe na watoto. Tengeneza huo mfumo. Tengeneza namna ya kupata marafiki wenye maana kwenye maisha yako. Unajua kuna watu huwa wanafanya kosa la kutochagua marafiki. Usifanye hilo kosa. Mtu mwenye hatima kubwa lazima uweze kuzingatia unachagua watu ambao wanakusaidia kuinuka. Kuna watu ukiwa nao ni hasara. Kuna watu ukiwa nao ni faida. Kuna watu ukiwa nao ni deni kwako. Kuna watu ukiwa nao ni advantage kwako. So tengeneza vizuri mfumo wa urafiki. Mfumo wa 7 ambao utakuinua ni afya na uzima. Hautakuwa kwenye nafasi ya kutimiza malengo, kutimiza kusudi kama utakuwa umekufa, ama unaumwa magonjwa, unalazwa miaka 10, 15, no. Au umevunjika viungo, umekuwa kilema. Hautakuwa kwenye nafasi nzuri. Mungu akukusudia ujitie kwenye magonjwa. Labda tuseme yale ambayo yanakuwa nje ya uwezekano wa kibinadamu, lakini kwa uwezo wako hakikisha unalinda afya yako, unalinda uzima wako. Kwa nini? Kwa sababu hivyo ndio vitu ambavyo vitakuweka kwenye position na kuutumia mwili wako. Kumbuka mtu wa Mungu, huu mwili ni jumba tu ambalo unalihitaji kufanyia maisha hapa duniani. Ili jumba ukilichezea unalipoteza. So hakikisha unatumia mwili wako vizuri. Unatumia uzima wako sawa sawa. Unaitumia afya yako kimkakati ili kutimiza malengo, kutimiza mapenzi ya Mungu na kuliishi kusudi. Mfumo wa 8 ni ukuaji au ukomavu kiroho. Nimekuwa nazungumza tena na tena kuhusu masuala mazima ya kiroho, haswa kwa watu ambao tumeshajua kwamba Mungu ametuassign kwa ajili ya vitu vya kipekee hapa duniani. Usiwahi kucheza na mambo ya kiroho. Inawezekana watu wako, rafiki zako, familia wameneglect haya mambo, lakini wewe usineglect. Kama unataka njia yako iwe rahisi, uinuke na kufanikiwa kwa wepesi, upate matokeo makubwa kwa haraka, hakikisha umewekeza kiroho. Hakikisha umesoma neno la Mungu. Hakikisha unajua kuomba. Hakikisha ni mtu ambaye unajua kuzama kwenye uwepo wa Mungu. Mtu wa Mungu, nataka nikuhakikishie, hii mifumo ukiichukua, ukaifanyia kazi, ukacheza nao mmoja baada ya mwingine, ukauingiza kwenye mfumo wako,
It's just a matter of time. Within a very short period of time utajikuta umekuwa mtu mkuu katikati ya wakuu. Mungu akubariki, Mungu akuhifadhi, Mungu akulinde, Mungu akuzidishe. Thank you. Tukutane kwenye session nyingine.